majina naitwa Daniel Samson Kileo, mhandisi wa Manispaa ya Moshi, lakini pia ni mratibu wa mradi wa TACTIC ambao unahusisha ujenzi wa barabara wenye urefu wa kilomita 14 katika mji wetu wa Moshi. Barabara hiyo inaanzia katika eneo linaloitwa Ruaichi katika kata ya Ng'ambo na kunaenda mpaka eneo la Njoro, na kuna kipande pia cha barabara ambacho tunakiita barabara ya Pepsi, na kutoka hapo ina kipande kingine cha barabara kinaanzia hapa eneo la Shirimatunda hadi kuunganisha eneo la Magereza kwenye barabara kuu ya kwenda Arusha. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Harrison and Sons wakishirikiana na Peritas. Ndio wanaofanya kazi hii wakisimamiwa na mshauri elekezi Mhandisi Consultants anashirikiana na GBS Consultants. Kazi hii imeanza, wamesaini mkataba tarehe 25 mwezi wa 11 na ni mradi utakaotekelezwa kwa miezi 15. Kwao wanatarajia ukabidhi kazi tarehe 24 mwezi wa kwanza 2027. Mkataba huu unahusisha kazi tatu. Kuna kazi hii ya barabara, lakini pia kuna kazi ya ujenzi wa mifereji ya mvua yenye urefu wa jumla kilomita 4, ambao mifereji iko katika eneo la kuanzia barabara ya chuo cha ushirika pale kilipo chuo cha ushirika juu kidogo ya gate ile la chuo cha ushirika, na unapita katikati ya makazi ya watu hadi kwenye eneo linalofahamika kwa jina la Moshi Pazuri. Hicho ni kipande cha kwanza cha mfereji, lakini kipande kingine cha mfereji huo wa maji ya mvua kinaanzia eneo la ilipo karibu na gate la kuingia shule ya sekondari ya Mawenzi ya serikali, na kuna urefu wa kilomita 1.1 kuja katika eneo la katikati ya mji kwa lengo la kupokea maji ya mvua yanayotokea maeneo ya milimani ambayo yanaingia katikati ya mji, ili kuyaelekeza yale maji ya mvua yaweze kuelekea katika makorongo makubwa ya maji ambayo yatakuwa hayaharibu tena makazi ya watu. Lakini pia mradi huu una kazi nyingine ya tatu ambayo ni ujenzi wa jengo la mhandisi, jengo la wataalamu ambao ni kwa ajili ya uendelevu wa huu mradi. Jengo hili litakuwa ni maalum kwa ajili ya wahandisi, lakini pia lina sehemu ya maabara ambayo itakuwa inashughulika kwa ajili ya mambo ya ujenzi na ukarabati wa barabara, ikiwemo hii pamoja na barabara zingine za manispaa ambazo zitaendelea kujengwa na ambazo zimeshajengwa. Hadi hapa tulipofikia sasa hivi, mkandarasi amefikia, ndio yuko hatua za mwanzo, kwa hiyo amefikia 5% ya utekelezaji. Thamani ya mradi huu ni shilingi bilioni 24.4 ambazo zinahusisha kazi zote hizo tatu, ikiwa ni pamoja na gharama za mkandarasi na consultant, yani mtaalamu elekezi, na fedha hizi zinatokana na World Bank. Mradi huu una faida kubwa sana katika mji wetu wa Moshi, ikiwemo kuongeza wigo wa barabara kwa maana ya mtandao wa barabara, lakini hapa ambapo barabara imeanzia kama walivyosema eneo lile la Ruaichi kuja mpaka maeneo haya ya huku Pepsi na kutokea upande wa Magereza, itasaidia pia, inaweza kusaidia kama bypass wakati kunapokuwa na wingi wa magari. Kuna magari ambayo hayahitaji kuingia mjini yenye safari ya kuelekea wilaya Hai na mbele Arusha na maeneo mengine. Magari hayo yaweza kutumia barabara hii bila kuleta msongamano katika eneo la mji. Kwa ni barabara kubwa ambayo itasaidia kupunguza traffic jam katika maeneo ya mji kwa asilimia kubwa. Kuna faida nyingi sana ambazo zitatokana na hii barabara, ikiwepo kuanzia tunapojenga, kuna faida za ajira. Kuna ajira kwa mafundi, kuna ajira kwa vibarua, kuna ajira kwa mamantilie. Pia faida mojawapo itakayoonekana ni thamani ya ardhi. Mahali popote ambapo mawasiliano yanakuwa, unapopitisha barabara ya lami, ni dhahiri kwamba thamani ya ardhi mahali pale itakuwa. Hata upande wa manispaa, ukusanyaji wa mapato utaongezeka kwa sababu kule pataongezeka biashara nyingi
ambao za kiutaratibu lazima watalipia kodi mbalimbali za serikali ikiwemo kodi za halmashauri, tozo mbalimbali. Tunamshukuru sana Mama Samia na serikali yake yote kwa ujumla, na sisi kama watumishi tulioko chini yake tunamwahidi kwamba tutafanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na matunda ya serikali. Kwa jina naitwa Joyce Bernard Kapelo, ni road technician TARURA wilaya ya Moshi. Sisi kama TARURA wilaya ya Moshi tunatoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi mkubwa, mradi ambao unapita katika kata 4. Tuna miradi ya taktiki ambayo ina urefu wa kilomita 13, lakini miradi hii imegawanyika sehemu 3. Tuna miradi ambayo barabara ina kilomita 6.85 ambayo inaanzia katika zahanati yetu ya wilaya ya Moshi mjini na inaishia eneo la Lariga. Barabara hii itapita katika kata 3. Kata ya kwanza itapita kata ya Ng'ambo, na kata ya pili itapita kata ya Msaranga, na kata ya 3 ni kata ya Mji Mpya na Njoro. Barabara hii inatusaidia kutoa huduma kwenye jamii, huduma za afya, kilimo na maendeleo mengine. Tuna barabara yenye kilomita 5 ambayo barabara hii imepita kwenye kata 2. Kata ya kwanza ni kata ya Karanga, kata ya pili ni kata ya Shirimatunda. TARURA Kilimanjaro tuna urefu wa kilomita 105 za lami, lakini baada ya kukamilika mradi huu tutakuwa tumeongeza kilomita 13 ambazo zitatufanya manispaa ya Moshi au wilaya ya Moshi kwa ujumla tuwe na kilomita 118 za lami. Pia tunapenda kushukuru ushirikiano wetu kati ya serikali na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Moshi. Tunashirikiana vizuri katika kutekeleza jukumu hili. Mimi naitwa Makamba Mwande Samkonje, ni fundi ambaye nimekabidhiwa huu mradi hapa. Kusema kweli, huu mradi kwa namna moja au nyingine umeweza kutusaidia sana. Kutusaidia kwa maana kuwa huu mradi umeweza kuajiri vijana zaidi ya 30 wakiwemo ambao ni mafundi na vibarua pia. Wote kwa pamoja tunaishukuru serikali kwa kutuletea mradi kama huu wa maendeleo, japokuwa unalinda eneo husika na unatengeneza, lakini pia kwa namna moja au nyingine umeweza kutupatia ajira sisi vijana na familia zetu kwa ujumla. Kwa sababu asilimia kubwa ya vijana ambao hawana elimu, miradi kama hii ndio inawapatia pesa na vipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku. Naitwa Lucy Gaspar Macha, mkazi wa Msaranga. Mimi ni mfanyabiashara hapa na kwa kweli nateseka sana. Mvua zikinyesha barabara haipitiki, mvua zikikata vumbi. Lakini kwa sasa hivi kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hii hali tunayoiona. Hali hii tunayoiona ni kwamba inaridhisha, na kama lami ikikamilika, hata sisi wafanyabiashara kwa kweli hata biashara itaonekana, biashara tutauza. Maana watu watajitokeza barabara hii, watu watakuwa ni wengi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, kama hii barabara ikikamilika ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Na taa zikiwekwa ni nzuri, kwa sababu hata kuna wale vibaka wadogo wanaopita. Ina maana kukiwa na taa na ili pori, naona kulikuwa na pori litakuwa limeondoka. Taa zikiwaka, sisi wenyewe wafanya biashara tutakuwa na amani kwenye biashara zetu. Mimi kwa jina naitwa Mzee Mtui Jacob Mtui, ni mwenyeji wa hapa kata Ng'ambo, mtaa wa Mnazi Moja. Tuna kila sababu ya kushukuru Mungu kwa sababu serikali ya Mama Samia imeweza ikatujali kututengenezea barabara. Kabla hii barabara ilikuwa kuna shida sana kipindi cha mawasiliano. Mvua zikinyesha kulikuwa na makorongo mengi ambayo yanajitokeza na yanasababisha barabara mtu asiweze kupita kwa urahisi. Lakini baada ya kuona hili jambo
limejitokeza kwa nguvu kubwa, sisi wananchi tumefurahi sana. Tunajua nini tunachokifurahia. Kwanza, usafiri utakuwa karibu. Zile IC zilikuwa zipiti huko au bajaji, tunajua kabisa tulikuwa tunatembea karibu kilomita 3-4 kwenda kutafuta bajaji kule lami, lakini sasa hivi tutapata kwa urahisi. Halafu ya pili, ina maana huduma za jamii, kwa mfano kama mgonjwa ukitaka kumpeleka hospitali, na sasa Mungu amesaidia tuna hospitali ya wilaya inajengwa hapo, inakuwa ni rahisi kumpeleka ule mgonjwa akaweza kupata matibabu. Mimi naitwa Joshua Zefania Ngowi, ni mkazi wa mtaa Sokoni, kata ya Mji Mpya, na ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sokoni kwenye kata hii ambayo ina mitaa 4 kwa ujumla wake. Kwanza tunamshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu ambaye ndiye chanzo cha mradi huu, ndiye ametuletea mradi huu ili na sisi wananchi wa kata ya Mji Mpya tuweze kunufaika na maendeleo ya kidunia. Huku nyuma kwa kweli hali ya barabara hii ilikuwa ni kikwazo kabisa, watu hawawezi kupita kwa mguu. Bajaji hizi unazoziona zimechakaa hapa kwa sababu ya hali mbaya ya barabara. Vijana wetu wa bodaboda wameteseka kupitisha abiria, lakini kwa sasa tayari hii hatua tu ya kukwangua barabara tayari tumeanza kuona mafanikio. Pikipiki zinapita vizuri, abiria wanapelekwa majumbani kwao, bajaji, magari madogo, magari makubwa yanayofanya shughuli yanaendelea na shughuli za usafirishaji. Ni jambo la kushukuru na kufurahia. Naitwa Stefano Samuel, ni mkazi wa Kalimani. Situation ya barabara yetu mwanzo ilipokuwa hapa kipindi cha nyuma ilikuwa imejaa mawe sana. Yaani ilikuwa imejaa mawe sana. Lakini sasa hivi tangu imeanza kukanguliwa ni tofauti. Imekuwa kama kuna kapeti, wakati hamna kapeti, ni udongo tu. Sawa. Lakini tunatarajia mpaka lami imekamilika, tunahisi tutapata manufaa mazuri sana kwa sisi bodaboda. Naitwa Asha Athmani Bakari, ni mkazi wa Kaloleni, mtaa Kalimani. Kwa kweli tumevutiwa sana na huu mradi. Tumefurahi, maana mwanzoni kulikuwa ni mawe akupitiki, yani maji yakija mtaani watu ni shida. Mavumbi yanaingia ndani. Kwa lami kwamba tutakuwa na miradi mingi, mji utapanuka kwanza, vitu labda tumawantilie, maduka tafunguliwa, vijana watapata ajira labda, ndio hivyo. Majina naitwa Francis Joseph Shio, ni diwani wa kata ya Shirimatunda, manispaa ya Moshi. Barabara yetu ya magereza Shirimatunda nayo iko kwenye mpango wa ujenzi huu. Moja ni kwamba ni barabara inayotuunganisha. Tunasema sasa kata yetu ya Shirimatunda inaungana na mji kwa maana ya lami. Na watu wote tunafahamu kwamba lami ni msingi mkubwa sana wa maendeleo. Popote pale ulikopita lami, kila jambo linabadilika, kuanzia biashara, wakazi kutembea, huduma kwa jamii. Na bahati nzuri sana barabara yetu ya TACTIC inapita kwenye mradi muhimu sana ya serikali. Inapita kwenye kituo cha afya, inapita kwenye shule zetu 3, shule 2 za msingi na shule ya sekondari. Inapita kwenye kituo cha polisi. Kwa hiyo ni mradi ambao kwetu sisi wana Shirimatunda tunaushukuru na kuutegemea, na ni mradi ambao ni ukombozi kwa kata yetu ya Shirimatunda. Sisi yetu makubwa watu wa Shirimatunda kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake. Sisi watu wa Shirimatunda, wito wetu kwanza kwa wananchi na mimi kama kiongozi wao, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba miradi hii inapotengelezwa, sisi kama wanufaika tunao wajibu mkubwa sana wa kuilinda, kuhakikisha kwamba inakuwa endelevu, tunaitumia katika matumizi sahihi, tunalinda miundombinu yake ili miradi hii iweze kudumu. Kwa majina naitwa Eden Joakim Shirima, ni mkazi wa kata ya Shirimatunda. Nashukuru serikali yetu iliyoko chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu ambao tumeletewa, hasa ukizingatia kwa hili daraja ambalo lilikuwa lidogo. Ili udogo wake ulikuwa unasababisha ajali na msongamano wa magari. Ila kwa sababu mradi ambao umekuja kwa sasa hivi, unaokuja sasa hivi, utatusaidia kupanua daraja na pia kupitisha magari pamoja na shughuli nyingine ambazo zinaendelea za kimaendeleo. Awamu nyingine pia, kitu kingine pia ambacho tungependa kushukuru, tunapenda kushukuru kwa huu mradi wa World Bank ambao unakuja kutujengea barabara yetu ambayo itaunganika moja kwa moja kutoka kata yetu ya Shirimatunda
mpaka magereza ambayo ni barabara kuu ya Arusha. Hilo pia tunamshukuru Rais Samia kwa miradi hii ambayo inakuja kwenye kata zetu. Tunanufaika kama kibiashara na kwingineko pia.